Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka nchini IEBC ikitangaza kuanza rasmi zoezi la usajili wa wapiga kura. Vijana wametakiwa kujitokeza kusajiliwa kwa wapiga kura ili wawe na sauti na kuchangia katika mwelekeo wa kisiasa nchini Kenya. Ni taarifa yake Jeremy Omondi. Kuanza kwa zoezi la usajili wa wapiga kura nchini ni hatua ya kwanza ya kuwapa Wakenya fursa ya kufanya mabadiliko ya uongozi nchini. Kulingana na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, takriban wapiga kura milioni 5 wapya wananuiwa kusajiliwa katika zoezi hili lililong'oa nanga Jumatatu hii kote nchini. Kwa mujibu wa mwakilishi wa kike wa kaunti ya Busia Catherine Omanyo, hii ni fursa ya kipekee ya vijana kujitokeza kusajiliwa kwa wingi kuwa wapiga kura. Kura inasaidia kuleta mtu ambaye atawakumbuka, ataleta maendeleo katika mitaa, vijijini, na wasipopiga kura inamaanisha wataacha tu mtu yeyote apewe kiti na huyo mtu hawasaidii. Omanyo amesema vijana nchini wamekuwa wakishinikiza mabadiliko ya uongozi na sasa kitakuwa kinaya kikubwa endapo hawatajitokeza. Itakuwa aibu sana vijana ambao haswa wameamka wanataka kuwa suluhisho katika hii Kenya yetu wasijiandikishe. Naomba sana vijana wote ambao wamehitimu miaka 18 wajiandikishe kupiga kura, kwa sababu wakitaka Kenya nzuri, Kenya ya maendeleo, ni jinsi watapiga kura. Mbunge huyu ambaye pia ni naibu katibu mkuu wa chama cha ODM amesisitiza tangazo la kinara wa chama hicho Raila Odinga la kuiunga mkono serikali ya Rais William Ruto mpaka mwaka 2027, huku akikashifu matamshi ya hivi majuzi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusiana na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. So hiyo ni hypocrisy ya hali ya juu. Ukitaka kuwa part of the solution, kama aliyekuwa rais akuje asaidiane. Kenya ni kubwa kuliko Uhuru, kubwa kuliko Ruto, hata kuliko Raila. So kama baba ameamua kuunite na Ruto, kuleta usawa, kuleta amani, yeye ni nani mwenye anaanza kukosoa na alikuwa na nafasi kubwa sana ya kufanya vyema zaidi? Mwakilishi huyo wa kike amekuwa katika vijiji vya Namwitula na Iseka katika eneo bunge la Butula alipotoa blanketi kwa wazee na vifaa vya ujenzi kwa familia zisizojiweza kwenye mpango wake wa kuangamiza nimonia hapa Busia, akilenga zaidi ya wazee 1000. Kwa chini na yafaa tusukume miradi nzuri, factories zijengwe Busia. Watu wa Busia ni watu wa bidii, lakini kupigwa jeki ndio bado tuko chini kabisa. So ninaomba sana na ninahimiza watu wote wa Busia waingie kwa kilimo, wapande kahawa, wapande pamba, wapande cash crop yenye italeta pesa nzuri na waweze kujisimamia maishani. Ameweza kukuja mahali ambapo watu wanalia, mahali ambapo watu wameumizwa roho, mahali ambapo watu ni maskini, wako na shida. Ameweza kutembea hapo na kuwashika mkono. Endelea kuwashika mkono hivyo mama. Lakini namrudishia Mungu mahali pale hapo, amweke nguvu. Kwa hiyo nguvu yenye amenifanyia leo, fanyie pia mwingine, na tunajua ya kwamba tuko na yeye, na nitashukuru Mungu zaidi sana na sana. Nikiripoti nikiwa katika kaunti ya Busia, naitwa Jeremy Omondi.